Mimi naitwa Leonard Toje Manyama, na ambaye nimetia nia ya kuomba kugombea urais kupitia chama chetu. Ninayo ajenda moja kubwa ya nini nataka kulifanyia taifa, na ajenda yangu kubwa ni kwamba mimi nataka kulivusha taifa. Kwa unaponiona mimi, manake unamuona mtu sahihi wa kuja kulivusha taifa na kutoka kwenye mkwamo ambao nataka niuzungumze, ili watu wa Tanzania kupitia kwenu wanahabari waweze kujua ya kwamba mtu sahihi wa kuweza kukabidhiwa majukumu ya kulivusha taifa ni mimi Leonard Toje Manyama. Basi niwahakikishie tu wa Tanzania kwamba hakuna uchaguzi mwepesi kushinda katika historia ya nchi yetu kama uchaguzi wa mwaka huu. Uchaguzi huu ni uchaguzi mwepesi kushinda kutokana na tathmini tuliyoifanya, lakini pia kutokana na maono ambayo tunayo, lakini pia kutokana na Mungu anavyozungumza na watu wake mbalimbali. Naamini mimi ni mtu sahihi na mtu mwafaka sana ndani ya kama chama kikiniamini, na Watanzania wakiniamini nitalivusha taifa. Kauli mbiu yangu kubwa inasema niamini nikuvushe. Kwa Watanzania wakiniamini nitawavusha katika kuelekea kila ambacho tumekuwa tukikitafuta na tusikipate kwa miaka mingi. Sasa tusitishwe na mbwembwe na maamrisho mengi. Naomba niwaambie Wanachadema na Watanzania kwa ujumla, uvuli uliokuwa kwao hauko tena upande wao. Mungu hayuko nao, yu upande wetu. Wanachadema wote nchi nzima niwaambie, na Watanzania kwa ujumla, kwamba tutembee kifua mbele, kwa maana mwaka huu iwe mvua, liwe jua, pawe pakavu, liwe tope, ushindi ni wetu. Nimegawa kama kiongozi mwenye maono, na kwa kushirikiana na chama changu tutakapokuwa tumeunda serikali, ninatazamia kulivusha taifa kwa maana ya kuseti mipango ya aina tatu. Tutakuwa na mipango mifupi sana ambayo ni malengo tunayotaka niyafanye ndani ya siku 100 za utawala wangu, lakini pia malengo ya muda mfupi kwa maana ya short plans ambazo zitafanyika ndani ya kipindi chetu cha miaka 5. Lakini tutakuwa tumeweka pia malengo ya muda mrefu ambayo tunataka tutengeneze Tanzania tunayoitaka, Tanzania ambayo akitoka Leonard kama rais atakayefuata haji kuitengeneza Tanzania mpya. Rais anayefuata anakuja kuendeleza pale mwingine alipoishia, ili kuweza kusongesha taifa mbele. Si kama tunavyoona sasa hivi, hata kilichofanyika kinazokuwa kinafanyika kwa kilichotangulia, basi ni vurugu tu, kila mtu ana Tanzania yake kichwani. Hatuwezi kuwa tunakwenda na Tanzania ya watu vichwani, lazima tuende na Tanzania tuliyokubaliana wote kama Watanzania. Tuna seti mipango yote tuliyokubaliana kama taifa. Kwa hiyo tunakuwa tunasonga mbele kama taifa, kwamba hii ndio Tanzania tunayoitaka. Kwa hiyo yeyote anayekuja anajua kwamba hii ndio Tanzania tunayoitaka. Kwa hiyo tutaseti mipango hiyo kwa ajili ya kuweza kufanya mambo ya kuweza kulivusha taifa. Sasa kitu cha kwanza nitakachokifanya ndani ya siku 100 za kwanza nataka kujenga taifa lenye umoja, upendo na mshikamano. Kuondoa chuki za kisiasa. Ninyi Watanzania ni mashahidi kwamba leo imefika mahali watu wameeneza, watawala wenye mamlaka wameeneza chuki za kisiasa ambazo imefika mahali inaonekana kama sasa ni dhambi kufanya siasa. Hatuwezi kusonga mbele kama taifa tukiwa katika mtazamo huu. Nataka kuondoa kwanza hizi chuki za kisiasa, lakini pia kuondoa hali ya hofu ya kutekwa, kuteswa, kuuawa, sasa ambayo imekuwa miongoni mwa Watanzania yamekuwa ni mambo yanayofanyika. Sasa kuondoa hali pia ya kuhasimiana, pamoja na mambo mengine mengi ambayo yanafanyika ndani ya nchi yetu. Tanzania sio kikundi maalum cha watu wachache. Tanzania ni yetu sote.
Wajibu wa kuijenga Tanzania ni wetu sote kama Watanzania. Sifike mahali kikundi cha watu wachache kikajiaminisha kwamba ndicho chenye mamlaka ya kuijenga Tanzania. Uongozi ni kuleta watu pamoja. Uongozi ni kukusanya. Uongozi sio kutawanya. Binafsi nina dhamira ya dhati kabisa ya kulijenga upya taifa letu kwa kuliweka pamoja. Nataka kuondoa hali ya kunyosheana vidole kwa sababu ya vyama vyetu. Nataka kuondoa hiyo hali, lakini pia kuondoa kunyosheana vidole kwa sababu ya tofauti za dini, kwa sababu ya tofauti za elimu na mambo mengine kama hayo. Sisi sote ni Watanzania. Sasa endapo chama changu kitaniamini, nitalifanya jambo hili kwa juhudi kubwa sana ili kuinua maisha yetu kama taifa, na tutakuwa ndani ya hizi siku 100 za kwanza, mipango hiyo ya muda mfupi itakuwa imefanyika ndani ya siku 100 za kwanza. Kwa pia katika kufanya hilo sasa, nitafanya mambo 11 katika kulijenga taifa, kulimold taifa, kuonyesha dira ambayo Watanzania wengi wanayo vichwani, lakini wakiitafuta Tanzania hiyo ambayo wanayo vichwani hawaioni katika uhalisia wake. Kwanza nitajenga pia maadili ya kitaifa ambayo yamepotea. Pili, nitaboresha bodi ya mikopo ya elimu ya juu ambayo ninajua ni janga kubwa sana la wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu, kwa kuondoa sheria kandamizi ile ya 6% ya ongezeko la deni linalokuwa linabaki kila mwaka. Jambo hili nitalisimamia ndani ya siku 100 za kwanza. Watanzania waniamini tu. Ndani ya halihitaji kipindi kirefu. Ndani ya siku 100 za kwanza hii itakuwa nimeshairekebisha kabisa. Lakini pia nitajikita katika kurasimisha maeneo ya wananchi wenye kipato cha chini. Na ieleweke Watanzania kwamba kauli mbiu yangu mimi ninayokuja nayo ya niamini nikuvushe, inaamini katika nchi yetu hatuna mtu anayeitwa mnyonge. Watawala wetu wanawaita wananchi wanyonge. Sasa kwa kuwaita wanyonge, ndio maana wanawanyonga wakati wa uchaguzi. Wakishapata mamlaka wanawasahau. Sasa sisi hatutakuwa na watu wanyonge. Hatutaki tuwe na Tanzania wanyonge, na wengine labda ndio wanaojiona sasa sisi ni wenye nguvu tukawanyonge wale wanyonge. Hatutaki kuwa na taifa la namna hiyo. Kwa nikijikita kurasimisha maeneo ya wananchi wa kipato cha chini, kwanza yataongezewa thamani na itawasababisha pia kuaccess mikopo katika taasisi za kibenki. Kwa hiyo watu utakuta maisha yanasonga mbele, sio kwa nguvu, lakini kwa akili ndogo nyepesi tu ambayo inahitaji weledi tu ili taifa hili liweze kusonga. Tumekwama mahali, ndio maana ninataka nilivushe hili taifa katika kuelekea panapo kuzuri. Lakini pia nataka kuondosha kabisa vifurushi vya bima ya afya, na hasa nikijua kwamba Watanzania ni wamoja, watu watibiwe kulingana na jinsi wanavyougua. Tunalipa kodi nchini yetu sote, tunakamuana kwenye kodi, lakini bado kwenye kutibiana tunabaguana, na wakati huo huo tukiwasahau wazee. Labda wakati mwingine tuseme labda wamekaribia kufa. Nataka niboreshe na kurejesha heshima ya wazee katika matibabu ya nchi, lakini pia kuondosha vifurushi vya afya, kuwafanya Watanzania waweze kutibiwa katika nchi yao kwa usawa kabisa. Lingine, swala la 6 ambalo nitajikita nalo ndani ya siku 100 za kwanza, nitaondosha kabisa sheria kandamizi ya fao la kujitoa kwa wanufaika wa mifuko ya jamii. Haiwezekani mtu alipe kodi, achangie, mshahara wake unalipwa kodi, lakini anatozwa asilimia kadhaa ambayo inaenda kuhifadhiwa kwenye mfuko wa jamii, alafu wakati wa kumaliza mkataba kitokee kikundi cha watu kumpangia matumizi ya pesa ile, kwamba sasa hapa wewe hupaswi kutumia zote hizi, ngoja tutakuwa tunakupa kidogo kidogo. Achange mwingine, mpanga matumizi awe mwingine. Huu ni uonevu kwa Watanzania na ni kurudishana nyuma katika uchumi wa taifa letu. Nitaondoa hiyo sheria kandamizi ya fao la kujitoa. Lakini pia nataka kuboresha sekta ya kilimo na biashara ndogo ndogo, kama nilivyosema katika speech yangu ya awali kwamba nataka kuilisha Afrika Mashariki, kwa sababu tunayo ardhi ya kutosha na wakati mwingine tunapata mvua ambayo wakati mwingine inatusababishia mafuriko. Hapa ninalenga kama kiongozi, tutakuwa na mabwawa makubwa ya kuvuna maji ambayo maji haya tutayatumia kulima.
kipindi chote cha mwaka ambacho kitakuwa kimebaki. Uwezo tunao, kinachokosekana ni utashi wa kisiasa, akili ambayo iko smart na kulibeba taifa moyoni, kuwa na uchungu na uzalendo thabiti ambao unaonekana katika matendo ya mtu ambaye anakuwa ni kiongozi. Na binafsi nataka niwe kiongozi, sitaki kuwa mtawala. Ndugu wa Tanzania, niwaambie kwamba nataka pia niiboreshe sekta ya utalii, kwa sababu siridhishwi kabisa jinsi sekta ya utalii inavyokuwa inaendeshwa, kwa maana ya kulikuza taifa letu katika mapato. Imefikia mahali vivutio vyetu vya utalii mataifa jirani yanajivunia kwamba ndiyo yana vivutio hivyo. Mfano, mlima Kilimanjaro tunagombana na jirani zetu kwamba ni wa kwao. Hii ni kwa sababu ya utendaji mbovu ndani ya sekta ya utalii. Kwa nitaboresha sekta ya utalii, tutaboresha namna ya kujitangaza, tutaboresha namna ya kufahamika, tutatumia watu wetu wa nje na ndani kwa ajili ya kuboresha sekta ya utalii. Haiwezekani kwa mwaka 2018 eti sisi tupate watalii 1.5 milioni tu, Morocco wapate watalii zaidi ya 12 milioni, wakati vivutio vya utalii sisi tunavyo vingi hata kwa zidi yao Morocco. Kwa hiyo hili halikubaliki. Mimi kama rais ninayekuja, kama chama changu kitanipa ridhaa, nitaiboresha sekta ya utalii. Lakini pia nataka kuboresha sekta ya mawasiliano. Ndugu zangu wanahabari, tutakubaliana pamoja na mimi kwamba sekta ya mawasiliano inahitaji maboresho makubwa. Kwa hiyo nitaboresha uhuru wa watu kujieleza, uhuru wa watu kutoa habari, uhuru wa watu kupata habari. Ninalenga pia katika hili kufuta sheria ya vyombo vya habari ambayo inatumika sasa, ambayo ninaamini imekuwa ni msumari mkubwa wa moto kwa tasnia ya habari. Ndani ya siku zangu 100 za utawala nitaifuta kabisa sheria hii na kuweka sheria rafiki ambazo zinamfanya mwanahabari aweze kupata habari. Ikumbukwe, habari ndicho chanzo cha taarifa yoyote kichwani, na mipango inakuja kwa sababu mtu amepata habari. Unapomnyima mtu habari, unapomwekea mikingamo, maana tayari unaliwekea taifa mikingamo. Watanzania, nataka niwaambie, tusiwe mafundi wa kunyang'anyana fito tunapoijenga Tanzania, bali tuweze kushauriana namna ya kupata fito kuweza kuijenga Tanzania. Hii ndio Tanzania ninayotaka kuijenga, ikiwa chama changu kitaniamini na Watanzania wakanipa ridhaa. Lakini pia nitajikita kuboresha sekta ya michezo, na hapa nitakuwa na kampeni maalum kabisa ya kuweza kuwapeleka vijana wetu nje katika michezo mbalimbali kwa ajili ya kuboresha viwango vya michezo kama taifa. Na itakuwa ni kampeni ya nchi nzima, kwa sababu mimi ninaamini penye kila Mtanzania ni Watanzania, kwa maana kwamba mafanikio ya mmoja wetu ni mafanikio yetu sisi kama taifa. Kwa hiyo anapokuwa ametoka kijana wa Kitanzania kwenda kucheza soka nje, manake Watanzania wote tunacheza soka pale nje. Kwa hiyo tuweke mipango ya kuwapeleka vijana wetu wengi nje. Sio tu kwamba tutafungua ajira kwa vijana wetu kwa sababu wataboresha kipato, lakini pia tutakuwa kwa namna moja ama nyingine tumeshajitangaza sisi kama taifa. Kwa ninapolenga kuboresha sekta ya utalii, ni pamoja na kupitia michezo kuweza kuboresha sekta ya utalii. Na katika hili nitashauriana na wenzangu ndani ya chama na serikali, tutaweza kuanzisha mfumo wa uraia pacha, hasa tukianza na sekta ya michezo. Leo tuna vijana wetu wengi ambao wanacheza soka nje na michezo mingine, wanatumikia mataifa ya nje kwa sababu tu ya uraia. Wanashindwa kuja kulitumikia taifa kwa sababu wanafungwa na uraia wa nchi mbili. Kama kiongozi mwenye maono na mwenye dhamira kubwa ya kulivusha taifa, lakini pia mwenye akili smart, ninaamini hili ni swala linalohitaji weledi tu la kuwafanya vijana wetu waweze kuiboresha sekta ya michezo kwa kuinua kiwango chetu cha michezo, na hivyo kuiweka Tanzania katika tasnia, katika level mpya ya michezo. Haiwezekani taifa la watu zaidi ya milioni 58 hata kufuzu kombe la dunia tunaanza kusuasua na kufungwa na vitimu ambavyo vina watu hata chini ya milioni 10. Hii ni aibu, na ni kwa sababu hatujapata watu makini kama taifa wenye maono ya kulivusha taifa kama timu moja. Na katika ndani ya siku 100 za kwanza nitafanya pia kuthibitisha rasimu ya pili ya katiba iliyopendekezwa na tume ya Jaji Warioba, kwa sababu ninaamini yale ndiyo yalikuwa maoni ya wananchi, na maoni ya wananchi yanapaswa kuheshimiwa. Na sisi kama Chadema tunaamini katika mamlaka ya wananchi,
kwamba wananchi ndio wenye mamlaka ya kutawala rasilimali zao, kuamua namna wanavyotaka kujiongoza wenyewe na kuamua mustakabali wa maisha yao. Kwa kupitia ile rasimu ya pili ya katiba iliyopendekezwa na tume ya Jaji Warioba, kama rais, haraka sana tutaithibitisha kuwa katiba mpya ya nchi yetu. Lakini pia, ndugu wa Tanzania, kupitia kwenu wanahabari, mipango ya muda mfupi tutakayojikita nayo ni tutakuwa na mipango ya muda mfupi ambayo itakuwa ni kuwafikishia wananchi huduma za kijamii ambazo hata hivyo tumechelewa sana kuzifikisha. Niwaambie kitu kimoja wa Tanzania, taifa la miaka zaidi ya 58 na kwa rasilimali ambazo Mungu ametupatia, hatupaswi leo kutembea kifua mbele kujivunia kugawa maji kwa watu wetu, kujivunia kufikisha umeme kwa watu wetu. Naomba niwaambie Watanzania kwamba tumechelewa mno. Tungekuwa leo kama taifa tunazungumza vitu vikubwa kama utengenezaji wa magari, hata kama sio kwa kutengeneza, basi huo ni assembling of, tufanye tu hata assembling. Lakini hatuzungumzi mipango mikubwa namna hii. Tunajivunia leo kupeleka maji, tunajivunia leo kujenga shule, tunajivunia leo kujenga zahanati. Watanzania wangepaswa kuwa wameshasahau vitu kama hivi. Kwa hivyo watawala wetu wanavyotuletea leo zahanati, tulipaswa tuwaambie mlikuwa wapi miaka yote. Tungepaswa tumeshasahau vitu vidogo vidogo kama hivi. Kwa kama taifa na kama kiongozi mwenye maono, ninakuja na mipango ya kuifanya hii mipango itimie ndani ya miaka 5. Tusipigiane kauli mbiu na mbwembwe nyingi ambazo zinakuja kusema kwamba tunaleta zahanati kwa kitu ambacho kwanza ni haki ya Watanzania, lakini pia wangepaswa wawe wamewaomba radhi wa Tanzania kwa sababu wamewachelewesha kwa miaka mingi. Kwa hiyo kama rais ambaye ninategemewa kupewa dhamana na chama na pia Watanzania, nitatekeleza mambo haya ndani ya miaka 5, kwanza kwa kuwaomba radhi wa Tanzania. Kwa hiyo kasi nitakayokuja nayo ni kasi ya peke yake ya kuonyesha kwamba kweli ninawaomba radhi wa Tanzania, kwa sababu vitu hivi walipaswa kuwa navyo sana.